Habari za muda huu ndugu mtazamaji, nipende kukukaribisha sana kwenye kipindi chetu kizuri kabisa cha Divine Transformation Podcast, ambapo tunaongelea mambo mbalimbali yanayohusiana na jamii yetu. Na siku ya leo Mungu ametupa neema ya kuwa na mgeni wetu Pastor Deo Sukambi. Pastor Deo bwana ni mtaalamu wa mambo ya ndoa, mahusiano, lakini pia ni mwalimu mzuri sana wa malezi, lakini pia ni mwalimu mzuri sana wa masuala mazima ya mambo ya afya ya akili. Kwa hiyo naamini kabisa Mungu atamtumia kwa ajili yetu, na ninaamini kupitia yeye kuna namna tutabadilishwa, kuna namna tutapata vitu vipya vya kujifunza, na kuna namna Mungu atatusaidia kwenye maeneo mbalimbali ambayo yamkini yanatutatiza kwenye maisha yetu ya kila siku. Pastor Deo, naomba nikukaribishe, karibu sana. Asante sana Sylvia. Nafurahi kuwepo hapa. Kama ulivyosema, ni neema pia kwamba angalau maisha ya watu wataenda kuguswa, na najua kila wakati tunapofungua kinywa kwa ajili ya kuzungumza kwa neema ya Kristo kunakuwa na jambo fulani hivi ambalo Mungu anakuwa ameliachilia kwa ajili ya watu wake. So I'm so glad to be here today. Amen. Asante sana. Na siku ya leo tutazungumzia kuhusiana na ukuaji binafsi ndani ya ndoa. Pastor Deo, mimi moja kitu ambacho ninaamini ndoa ilikusudiwa pia kwa ajili ya kutusaidia sisi kuwa bora zaidi, kwa ajili ya kukua, kwa ajili ya kuongezeka kwenye vile ambavyo tunavifanya. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunatamani kuwa na yale maendeleo ya pamoja kama wanandoa au kama taasisi, lakini pia ni muhimu pia tukawa na ukuaji binafsi kama mke, kama mume. Kuna namna kwa kadiri ambavyo tunaendelea kukaa kwenye ndoa, kuna namna tunatakiwa kuongezeka, kuna namna tunatakiwa kuwa watu bora zaidi. But unfortunately, kuna watu ndio kweli ndoa zimewasaidia kukua na kuongezeka, lakini kuna watu wamejikuta either wamekwama kukua, au kuna wengine unaweza kukuta hata vile ambavyo walikuwa wanavifanya awali, baada ya kuingia kwenye ndoa amekwama au ameshindwa kuviendeleza. Unaweza kukuta labda mtu alikuwa na ujuzi wa kufanya jambo fulani, au alikuwa anafanya biashara, lakini unakuta once baada ya kuolewa, na nadhani hii inawakuta zaidi wanawake, baada ya kuolewa unakuta ule ujuzi umekwamia hapo. Labda kutokana na uzoefu wako na nafasi ambazo Mungu amekupa kukutana na watu na kuzungumza nao kwenye mambo mbalimbali, ni kitu gani au nini inaweza kuwa sababu ya kuwafanya baadhi ya watu wakakwama au wakashindwa kupata ukuaji binafsi pale wanapokuwa wameingia kwenye ndoa? Cha kwanza nikubaliane na wewe kwamba ndoa inapaswa kuwa incubator, sehemu ambayo kila mmoja anaweza aka-evolve, akakua, akaongezeka kwenye kile ambacho alikuwa anakifanya. Na of course, raha ya ndoa ni pale unapogundua ya kwamba nimekuwa bora zaidi nilipoingia ndani ya ndoa kuliko ni kabla ya. Binadamu yoyote akianzisha jambo lolote alafu akagundua baada ya muda lile jambo limemzuia kuwa vile alivyotamani kuwa, ladha ya kile kitu inaondoka. Nafikiri sababu kubwa kwa nini sasa hivi ndoa imeanza kuonekana kama niingie au nisiingie, ni kwa sababu kumekuwa na wimbi kubwa la watu ambao baada ya kuingia kwenye ndoa wanajikuta kukwama zaidi. Sasa hapa kuna sababu kama mbili. Kwanza kuna sababu binafsi ya mtu mwenyewe. Kuna wale ambao wanaingia kwenye ndoa wakiwa bado hajajipata, na anataka kutumia ndoa kama sehemu ya kwenda kujitafuta. Yaani ni kama unajaribu kujitafuta wewe kupitia uhusiano na mtu mwingine, matumaini yako kwamba yule mtu atakusaidia wewe kujipata. Na hawa asilimia kubwa huwa wanakutanaga na disappointment kwamba hata kile kidogo alichokuwa nacho akiingia huko ndani kinakufa, kwa sababu ndoa ni kama project inayojitegemea. Kwa lugha nyingine nyepesi ni kwamba ni vizuri ukaingia kwenye ndoa ukiwa angalau umeshapata sense of
ile feeling ya wewe ni nani na unaelekea wapi. Sasa hiyo ndio inasababisha kwa nini wanawake huwa wanakwama kuliko wanaume. Unajua sisi wanaume najua kwa nini naoa na ninakuwa tayari nishaelewa namtaka nani, kwa nini, kwa sababu gani, na napiki kabisa kwamba huyo atanifaa, kwa sababu tayari nina kale kahari fulani cha kujipata. Tofauti na mwanamke kwamba nakupenda pia, nakuhitaji pia, alafu anajikuta kama ametekwa kaingia kwenye ndoa, mambo yanakuwa mengi. Kwa hiyo sababu inawezekana ikawa ni hiyo, kwamba mtu hajajipata alafu anaingia kwenye ndoa. Lakini sababu ya pili inawezekana ikawa ni sababu ya kimuundo wa kimahusiano kwenye ndoa, kwamba yule mtu unayeingia naye kwenye ndoa ni mtu wa namna gani. Kwa sababu Sylvia, kweli ni kwamba ili ukue unahitaji mwenzi wako akupe nafasi ya kukua kabisa. Mwenzi wako akisipokupa nafasi ya kukua, ni ngumu sana kukua, kwa sababu unapoingia kwenye ndoa sauti ya mwenzi wako inakuwa na nguvu sana kwako. Maoni yake kidogo tu, yani unaweza kuja na idea yako nzuri, yani unajua mimi nataka kufanya hiki na hiki, akakwambia yani hiyo hiyo inatosha kabisa kukupoteza, inatosha yani kabisa. Unaanza hivi basi unaahirisha. Ulipokuwa peke yako ulikuwa unaweza ukaruka ukafanya kitu chochote na hauna second opinion kwa habari ya nini cha kufanya. Lakini ukiingia kwenye ndoa, mumeo au mke wako sauti yake inakuwa na nguvu sana. Kwa hivyo kama mtu uliyeolewa naye hana uwezo wa kukupatia nafasi ya kukua na hawezi kufurahia kukuona unakuwa na akajisikia fahari kwa ukuaji wako, basi ndoa inawezekana ikawa ni kaburi la kuzika hata kile kidogo ambacho ulikuwa nacho. So ni mambo mawili hapa, kwa sababu wako watu Sylvia ambao wanaingia kwenye ndoa hawajajipata na wenzi wao wanawasaidia kujipata au pia wapo. Sasa huyo ni yule ambaye amebarikiwa kuwa na mtu ambaye angalau anaweza akasema, you know what, natamani uwe wewe, natamani ufanye kitu chako, natamani kukuona unaongezeka. Japokuwa bahati mbaya pia wako watu ambao anaweza akaingia kwenye ndoa akajipata, baada ya kujipata akatoka kwenye ndoa kwa sababu amejipata. Sasa pia kesi ziko hivyo, kwamba tunapozungumzia kukua, je, ni kweli kwamba katika kila kukua kunaweza kuhakikisha ndoa iko salama? Pengine hilo pia ni swali ambalo wakati mwingine huwa tujiulize. Wako watu ambao baada ya kujipata ndoa ikapoteza uthamani kwao. Kwa hiyo kujibu swali lako, tumekaa hapo, either mimi mwenyewe najikwamisha ama aina ya mtu ambaye nipo naye anaweza akanikwamisha, kwa sababu hawezi kunipa hiyo nafasi ya kuongezeka. This is to say kwamba kwa binti ambaye bado hajaingia kwenye ndoa, kwa hiyo ni muhimu anapokuwa kwenye ile waiting period akatumia pia hicho kipindi kwa ajili ya kujitafuta. Binti na kijana. Lakini labda kusaidia zaidi, kwa sababu kwa faida ya watazamaji, mtu anaanza kukua kutokea wapi? Yani kiini cha mzizi wa kukua ni wapi? Kwa sababu unajua tunaweza tukawa tunasema mtu anatakiwa akue, lakini swali linakuwa, je, inatakiwa awe na biashara yake, inatakiwa awe na kazi yake, inatakiwa awe na career yake? Kwa sababu mara nyingi tukizungumzia kukua, mimi huwa nawasikia watu wanazungumzia hiyo kwamba inabidi uwe na huduma yako tayari, inabidi uwe na kazi yako tayari, inabidi uwe na uchumi wako tayari. Lakini ukweli kukua hakuanzii kwenye kazi ulionayo au huduma ulionayo au vipawa ulivyonavyo. No, kukua kunaanzia kwenye personal identity yako. Wewe ni nani? Kujijua wewe ni nani. Yani ile hali ya kujijua wewe ni nani. Na ikiwa nitaamua ku break down to the basics kabisa chini, wewe ni nani, nitakurudisha kwenye swala la wewe ni mwanamke au wewe ni mwanaume. Umenielewa? Kwamba ni hatari sana binti kuingia kwenye ndoa ikiwa bado unatilia mashaka mwanamke wako. Yani kuna namna fulani kama utoshei, unahitaji mwanaume ndo akufanya ujisikie wa kike, unahitaji mwanaume ndo akufurahishe uweze kujiamini na kujikubali kama mwanamke. Ukiingia tayari unayo mashaka kwamba inabidi nipendwe ndio nifurahi, nijaliwe ili iwe hivi, nitiwe moyo ili nijisikie kama mimi ni mwanamke, manake tayari umeanza safari ya kuingia kwenye mgogoro wa kukwama, kwa sababu shina la mafanikio yako yote ni wanamke wako. Shina la mafanikio ya mwanaume ni wanaume wake. Yani mimi sitakiwi kuingia kwenye ndoa
nikitegemea mke wangu ndo boost hali ya mimi kujiona kidume. Kwamba inabidi aniombee kidogo, anitie moyo, anikumbushe kidogo, nikifanya majukumu yangu kama mwanaume, anisifie, aniposti paka kwenye status, aniambia hakuna kama wewe, afu ndio unaanza kuona like I'm a real man na nini. Manake tunapozungumzia kujipata, tunazungumzia hali ya wewe kujitosheleza, ujikubali, ujifurahie, ujiamini, ujione mwanamke uliyekamilika hata kabla hujaolewa, mwanaume uliyekamilika hata kabla hujaolewa. Huo ndio msingi. Then kutokea hapo, hata kama huna kazi nzuri, huna biashara nzuri, huna huduma kubwa, ndoa haitakuharibu. Lakini ikitokea umeingia kwenye ndoa bado wewe mwenyewe una umbwe ndani mwako, kuna uwezekano tabia za mwenzi wako zikakukwamisha zaidi, kwa sababu lile jeraha ulilonalo litaendelea kutoneshwa. Kwa namna ambavyo nimekupata kwamba kukua au tunapotakiwa kuanzia safari ni pale ambapo tunaweza kujitambua, labda mimi Sylvia ni mwanamke na kuweza kutambua personality yangu as a woman. Kwa hiyo inawezekana kuna wengi tunajiona kama wanawake, lakini kiuhalisia hatujabeba zile personality au hatujaweza kutambua uwanawake wetu vizuri. Sasa nafikiri kwa kumsaidia mtazamaji, inawezekana ni mwanamke, mwanaume, ukatusaidia sasa ni how can I identify myself as a woman or as a man? Yes. Okay, mimi naomba nirudishe ile swali kwako Sylvia. Nini kinamfanya mwanamke aweze kufurahia mwanamke wako? Mimi sijawahi kuwa mwanamke before, so nitazungumzia kuhusu wanaume. Nini kinakufanya wewe kama mwanamke uweze kufeel proud to be a woman? Au ni activity gani ukizifanya, au ni mambo gani ukiyafanya unaweza ukahisi upo connected na wanamke wako? Na mambo gani ukiyafanya sometimes hata kama unayafanya unaona kama yanakupeleka mbali na wanamke wako? Tuanzie hapo, pengine kwako wewe. Not necessarily ndivyo ambavyo wanawake wote wanajisikia, lakini I just want to get some experience kuhusu wewe. Do you have things ambazo unasema like mimi kwa kweli nikifanya hivi ni kuna namna na connect na wanamke wangu, I feel like a woman. Na kuna vingine unaona like hiki nakifanyaga but baada ya kufanya kuna namna I feel empty. Anyway, inaweza nikasema kwanza kwa kuitambua nafasi yangu. Kwa mfano mimi personally, Mungu amenipa nafasi ya kuwa mke, lakini pia Mungu amenipa nafasi ya kuwa mama. Na kuna vitu ambavyo ninavijua mimi as Sylvia. Mimi as a woman, I am supposed to do this. Maybe for my husband or for the marriage. Let's say kwa mfano, we talk about submission. Sawa? Ni kitu ambacho najua, this is part of me. Yani, I don't tegemea kwamba mume wangu afanye hivi. Au let's say maybe we are having a discussion. Kuna vitu ambavyo najua, for me as a woman, there's a way I'm supposed to talk. There's a way I'm supposed to interact with him. Hata kama kuna kitu nataka kushauri, najua kwa nafasi yangu kama mwanamke, kuna namna ambayo inabidi niingie. Sipaswi kuingia maybe like a commanding or like I am concluding everything kwamba this is how it's supposed to be. Kwa hiyo mimi na feel me as a woman, kuna mahali ambapo ninapaswa kukaa, kuna mahali ambapo there's leadership over me ambayo I need to submit to. Kwa hiyo living in that life ndo naona kwamba nina practice wanamke wangu. Najua kuna majukumu ambayo baba anafanya kwa watoto, lakini kuna vitu ambavyo navijua mimi kama Sylvia ninavipaswa kuvifanya direct. Mfano nipe angalau mfano. Okay. Kuna vitu ambavyo let's say labda kwenye malezi ya watoto tunajua wote tuna nafasi ya kulea watoto. Mimi nafasi ya kulea watoto, lakini pia baba ana nafasi ya kulea watoto. Lakini kuna vitu ambavyo it is very important mume kukusaidia, lakini I can't just sit and wait for my husband to come and do. Let's say labda anahitaji kumwogesha mtoto au anahitaji kumlisha mtoto. I just don't sit and say kwamba he is responsible to come and ogesha huyo mtoto. Lakini kama mimi kama mama najua kwamba hii ni kazi yangu mimi kufanya. Nitamwogesha mtoto, nitamfeed mtoto, lakini pia haimaanishi pia yeye hapaswi kunisaidia au ni vibaya yeye kunisaidia. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ninajua kama ndoa au kama taasisi
ni muhimu wote kuvifanya au kushirikiana, lakini kuna vitu ni kama vile ambavyo sisi tunasema tunaamini mwanaume anatakiwa kulipa ada. Si tunasema hivyo kwamba hivi ni vya baba, hivi ni vya baba, na kuna vitu vingine ambavyo sisi kama wanawake tunapaswa kufanya. Let me ask you this. Huwa una enjoy kumwogesha mtoto? Yani you like ukimwogesha mtoto kuna namna fulani feel like sure. Kupika labda enjoy. I enjoy zile domestic activity. na enjoy na naona ni sehemu yangu. Kwenda kazini, kufanya kazi zile za kule ofisini pia wewe una enjoy, like you fully like I'm so proud of this. Kwa kazi za ofisini of course. I think I'm fine with them. Sasa hicho ndicho ambacho tunakizungumzia au nakizungumzia kwamba kuna yale mambo ambayo unaweza ukayafanya kama mwanamke na ukafind joy in it, ukafurahia. Maanake kila kitu unachokifanya na ukakifurahia kukifanya, maanake hiko kimeungamanishwa na wanamke wako. Umeelewa? Mimi kwa mfano kuhakikisha kwamba kama hivyo unaposema ada zimelipwa, si ndio? Chakula kipo ndani, kimenunuliwa, kimejaa humo na nini, mchele upo pale nini, sio kila kitu, friji imejaa na nini. Ni vitu ambavyo mimi kwangu mimi sifanyi kwa sababu ni wajibu tu. Nafanya kwa sababu pia vinanifanya nijisikia like I'm a man. So regardless of nini kinaendelea baina yangu mimi na mke wangu, because hivyo vimekuwa connected moja kwa moja na identity na values zangu. Mimi kurekodi kipindi nikakiweka YouTube kufundisha watu, au kusimama mahali na kufanya mentorship au kutrain, it just connect direct to my manhood. I feel like I'm doing something here. Unaelewa? Na hivyo ndio vitu ambavyo kabla mtu ajaingia kwenye ndoa anatakiwa awe navyo. You must have a set of responsibility. Lazima uwe na orodha ya majukumu ambayo unajua haya mambo sihitaji mtu anikumbushe wala nitie moyo wala anipongeze. I just do it. Si ndio bila kujali nini kinaendelea. Sasa hivyo vitu ukishakuwa navyo na vipo very clear ndani ya moyo wako, maanake tayari umeanza safari ya kugrow wewe mwenyewe kama wewe. Kwa hiyo hata kama ukikutana na mwenzi wako ambayo hato kuhamasisha kwenye mambo fulani fulani, tayari ulikuwa na orodha ya mambo yako ambayo huhitaji mtu wa kuhamasishe kuyafanya. Kama umenielewa. Kwa hiyo swali lako la msingi lilikuwa hapo kwamba sasa alright, anafanyaje mtu ili aweze kujipata? Muhimu ni wewe mwenyewe kujiassess kwamba hivi mimi kabla mtu yeyote hajaniambia kufanya chochote, nina vitu gani ambavyo kuwa nikivifanya vinanifanya najisikia mimi, yani mimi najifeel mimi mwenyewe, najifurahia mimi mwenyewe, na sihitaji mtu yeyote. Hivyo ndio msingi wako na ndio mtaji wako wa safari yako ya kugrow, ambavyo hivyo vitu mwenzi wako anatakiwa akukute navyo, na hata akiondoka akuache navyo. Kwa hiyo Pastor, nataka kuniambia kuna kale kamsemo kanasema wakati mwingine unatafuta wa kukuoa ili akusaidie kurahisisha maisha. Ni kwa bahati mbaya Mungu anatupa kufanana nao. Kwa hiyo unaweza kutoka unatafuta kukurahisishia maisha ukapata ambaye anatafuta mtu wa kumrahisishia maisha. So mkajikuta wote mko pale mnasubiriana kurahisishiana maisha. Ni kwa bahati mbaya. Of course binafsi mimi kama katika eneo hilo la ndoa ninachosikitika sana ni the fact ya kwamba sasa hivi tunatumia ndoa kama karakana ya kutatua matatizo yaliyotushinda. Kuna namna fulani tunaamini ya kwamba haya matatizo nilionayo nikiolewa au nikioa yanaisha. Sasa ukweli mchungu ni kwamba matatizo yaliyokushinda hakuna binadamu duniani aliyeumbwa mwenye uwezo wa kuyatatua. Hayupo. Ni Mungu pekee. Yani ndio nasema binadamu. Hayo mambo ya Mungu ni mjadala mwingine kwa sababu hata Mungu mwenyewe anategemea utakavyomuendea. Lakini kama kitu chochote kimekushinda, inawezekana ikawa ni changamoto ya kihisia au matatizo ya kihisia. Inawezekana ikawa ni changamoto ya kiuchumi au matatizo ya kiuchumi. Inawezekana ikawa ni changamoto za kijamii au matatizo ya kijamii. Inawezekana ikawa ni matatizo ya kisaikolojia au changamoto za kisaikolojia. Chochote ambacho kimekulemea na umeshindwa kukabiliana nacho ukiwa single, ndoa sio sehemu nzuri sana ya kwenda kukupatia suluhisho la shida zako. Yaani uniambia mimi nina tamaa sana za mwili, lakini nikiolewa
au nikioa kuna namna fulani zitaisha. That's not true. Kwamba mimi nina changamoto za kiuchumi, sina pesa, lakini nafikiri nikipata mume au nikipata mke atatutua hayo matatizo. Hakuna kitu kama hicho. Unachokifanya ni kujaribu kujiongezea jukumu juu ya jukumu lingine ambayo yamkini wakati mwingine litakuwa ni zito sana. Unajua hata maandiko yanasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Unajua ile neno mwanadamu kuna watu waga tunawapunguza kwenye ile list. Lakini mume pia ni mwanadamu. Kwa hiyo amelaaniwa mke amtegemeaye mume, aliyemfanya mume kuwa ndio kinga yake na moyoni mwake amemwacha Mungu. Amelaaniwa mume amtegemeaye mke, aliyemfanya mke kuwa ndio kinga yake moyoni mwake amemwacha Mungu. Sababu wote ni binadamu. Kama tu ambavyo amelaaniwa mtoto amtegemeaye mzazi, amelaaniwa mzazi amtegemeaye mtoto kwa sababu alimsomesha. Unaona? Kwa hiyo tunatakiwa kujua kwamba ni kweli tunahitajiana, lakini hatupaswi kutegemeana. There is a difference. Mimi nakuhitaji wewe, lakini sipaki kutegemea wewe. Kukuhitaji maana yake ukiwa available, I am blessed. Ukiwa haupo, maisha yangu yanatakiwa yaendelee na hakuna sababu ya msingi za ni kwa nini maisha yangu yakwame kwa sababu wewe haupo. Hiyo ndio maana ya kuhitajiana, lakini hatutegemeani. Kinachotokea ni kwamba wengi kwa sababu ya uhitaji tulionao tunajikuta tunategemeana. Kwa hiyo akiondoka mmoja maisha yangu yanakwama, kitu ambacho hatakuwa designed hivyo. Na katika experience yako na watu ambao umekutana nao, umeshawahi kukutana na mazingira ambayo mwanaume anaogopa kumsaidia mke wake kukua au kuongezeka kwa sababu labda anaamini tu akikua sana atakuwa na kiburi au atabadilika? Na ni kwa bahati mbaya idadi ya wanaume wa hivyo inazidi kuongezeka sana. Kwa nini? Ni kwa sababu pia tumeshakuwa na uzoefu wa kushuhudia the way ambavyo wanaume wengi au idadi kubwa ya wanaume waliowasapoti wake zao kwa nguvu kubwa na wakawapatia space ya kukua, walijiponza. Wakajikuta walikuwa wanahitajiwa na hao wanawake kwa sababu hao wanawake walikuwa na matatizo na walikuwa na uhitaji. Na the moment uhitaji wao ulipoisha, ndio hao wanaume wakagundua kwamba kiukweli hawakuhitajika tena. Sasa nadhani kwa sababu pia ya maendeleo ya teknolojia, siku hizi stories zimekuwa wazi sana. Tunaona mifano mingi sana kwamba kila wakati mwanamke akiwa hapa chini ni mpole, mnyenyekevu, mkimya, mtulivu, akipanda akifika somewhere you like I don't care, ndoa inakuwa ni rahisi kuvunjika. Na usio kwamba ni stories za kutengenezwa. Kumekuwa na wimbi kubwa sana la talaka zinazodaiwa na wanawake kuliko na wanaume. Especially katika kipindi ambacho women empowerment imekuwa kubwa kwenye jamii. Na hizo takwimu zipo wazi. Ukijaribu kuziangalia sasa hivi idadi kubwa ya watu wanaoomba talaka kutoka kwenye ndoa ni wanawake. Na ukijaribu kuangalia unakuta idadi kubwa ni ya wanawake wanaoomba talaka za kutoka kwenye ndoa ni kwa sababu financially they are stable, wana ndoto zao, wana direction ya maisha na vipi. Na hiyo imekuwa ni kana kwamba sasa ndoa imekuwa ni kwa ajili ya wanawake wasio, ni wanawake fulani ambao bado hawajajipata. Bado hawajajipata. Kuna namna wanajitafuta lakini ngoma zinakuja zinakataa. Kwa hiyo anaona ngoja niingie kwenye ndoa nikajitafutie huko. Sasa akiingia kule akajipata, anajikuta anaondoka. Sisemi hivi kwa ajili kwa sababu kwa maana ya kuwalaumu wanawake, kwa sababu pengine labda wakati mwingine kukaa na mwanaume ambaye umemzidi vitu vingi nayo pia ni ngumu, na wakati mwingine pia huwa najua, yani ukishakuwa na vitu vingi sana wakati mwingine hata kuwa mnyenyekevu na mtii pia nayo inakuwa ni kazi kubwa kidogo. Lakini hofu kwa wanaume imezidi kuwa kubwa. Na inazidi kuwa kubwa kwa maana ya kwamba sasa wanaume wengi wanaogopa hata kuoa. Tukiachilia mbali wale ambao wanaogopa kuwasaidia wake zao na kuwapatia nafasi ya kukua, tumeanza kuwa na idadi kubwa ya wanaume ambao hata swala la kuoa tunalo kabisa. Yani kwamba bana heri nusu shari bana kuliko shari kamili. Kwa hiyo ninadhani shida ni kubwa na itazidi kuwa kubwa.
of course kuna hii mifano unakuta wenzetu huko hatujafika sana, lakini huko wenzetu Ulaya unakuta mke wa bilionea ametaka talaka, wamegawana mali, all of a sudden kesho asubuhi kaamka naye ni bilionea, yupo kwenye orodha ya Forbes, mwanamke tajiri duniani. Chanzo cha utajiri wake talaka. Na hiyo ni idadi kubwa sana kabisa, wanaambia source of wealth divorce. Sasa vijana ambao wanakuwa wakishinda kwenye mitandao na wakiziona hizo habari, wanaanza kuwa skeptical kwamba okay, maybe this is a trap, maybe huu ni mtego. Sasa hii hofu inavyozidi kuongezeka, ni hatari sana, kwa sababu sasa wanaume wengi wanaanza kuwa na mashaka, hata kama ataoa na kumpa nafasi mkewe kufanikiwa, lakini anaogopa kutia mkono wake kwenye kusupport growth ya mke wake, kwa sababu anaona like ni kama najichongea mimi mwenyewe. Lakini Pastor, naomba nikuulize swali. Hivi ni kweli haiwezekani ndoa ikawa successful pale mwanamke anapokuwa na kipato kikubwa kuliko mwanaume? Inawezekana. Inawezekana. Swala la ndoa kuvunjika ni issue ya character, ni issue ya tabia, ni issue ya mtazamo. Kwa hiyo wapo hivyo na wameweza kufanikiwa. Wako wengi sana. This is success. Si swala la pesa nyingi na si swala, lakini angalau unaishi maisha yako vile ambavyo unataka. Mimi nadhani issue ya ndoa ni issue ya character, ni tabia, sio issue ya pesa au nafasi. Mtu aliyeharibika character anakuwa mpole na mnyenyekevu tu kwa sababu hana rasilimali za kuonyesha character yake iliyoharibika. Rasilimali zikija, rasilimali zikija, ndo utagundua ya kwamba kiukweli ilikuwa ni bomu. Na ndio ukweli kwamba kila mtu unajua, ukiwa huna pesa utakuwa tu mnyenyekevu. Yani kuna unyenyekevu mwingine ni kwa sababu tu mtu hana hela, hana nafasi. Unajua, ndio maana sijui, lakini mimi naamini hata Mungu mwenyewe huwa haamini sana maskini. Hiyo maskini bwana, nao kuamini ni kipengele. Anaweza kama mnyenyekevu, mtii, msikivu, it's just because hana pesa, it's just because hana nafasi. Ukitaka kufahamu karakta ya mtu vizuri, awe na rasilimali watu, awe na rasilimali pesa, awe na mamlaka, ndio hapo utasema huyu mtu ni mnyenyekevu. Until then, pesa hana, ushawishi hana, rasilimali watu hana, alafu unasema mimi mke wangu ni mnyenyekevu. That's a lie. It's not. Mimi mume wangu ni mtu mmoja poa sana. That's a lie. Huwezi ukajiridhisha kwamba binadamu ni mtu poa kama hana rasilimali za kutosha. Sasa kibaya ni kwamba tunaoanaga wakati ndio ile bado tunajitafuta. Kwa hiyo kuna namna, yani mnyenyekevu mpole ambao umemkuta kanisani anaimba mapambio, so yani mtumishi fire. Kumbe mwenzako zile fire ni kwa sababu alikuwa anamwambia Bwana nitokee. Unaona fire ninayoipiga hapa. Ulimkuta mwenzako yupo kwenye mitego yake, anajaribu kumdanganya Mungu ili kwamba amsaidie, na wewe ukajikuta umeingia kwenye ndoa, milango imefunguka, nafasi ameipata, ameweza kujipata, ndio unagundua ya kwamba hukuwa na nafasi kwenye safari ya ndoto yake. Ila unawezekana kulikuwa na nafasi kama mume au mke, lakini inapokuja swala la ndoto zake zimetimia, nafasi yako ina dissolve just like that. Lakini ndoa kufanikiwa na watu wakajipata na wakafanikiwa na wakawa watu wakuu na ikawa ndoa yenye furaha, it's very much possible. Very much possible. Inawezekana kabisa. Na hii Pastor umenikumbusha one of the stories kwenye Biblia ambayo huwa naipenda sana, ni story ya yule mwanamke Mshunami. Ukisoma Biblia inatuambia kwamba yule mwanamke alikuwa ni mwanamke mwenye cheo. Na this is to tell us kwamba alikuwa na nafasi kubwa. Haijatuambia kwa habari ya nafasi ya mume, lakini imemtambulisha yule mwanamke kama mwanamke mwenye cheo. Na ukisoma unaona baada ya kumuona Elisha akatamani wamjengee, unamuona akienda kwa mume wake so humbly, akiwa mnyenyekevu, kwamba anaona tumfanyie kitu fulani, kwamba alikuwa mnyenyekevu, lakini ni mtu ambaye alikuwa yuko cooperative na mume wake. Kwa hiyo hii imenikumbusha ya kwamba inawezekana mwanamke akawa na nguvu, akawa na hela, ndiye akawa submissive na wakaweza kuishi vizuri. Kwa hiyo nafikiri hapo kwenye character
ndio sehemu kubwa ambayo tunahitaji kuifanyia kazi. Ni kweli, kwa sababu unajua mpaka anakuja kuandika Paulo kwenye Waefeso kwamba mke na amtii mume na mume ampende mke, ni kwa sababu tayari kulikuwa na janga la watu kushindwa, wanaume kushindwa kuwapenda wake zao na wanawake kushindwa kuwatii waume zao. Tangu mwanzo kwenye Biblia kuwa na maagizo yoyote. There is no place in the Bible ambao watu waliagizwa penda, tii. Unapoona mahali popote kuna sheria imekuwa imposed wazi, maana yake tayari kuna tatizo lilikuwa linatokea. Mwanamke aliye kwenye uwanamke wake, aliko kwenye uwanamke wake. Unajua unaweza kuwa mwanamke lakini upo kwenye operating system ambacho kameshakuwa corrupted. Yani unajua ndo kama ile simu kwa nje ni nzuri lakini kwa ndani operating system imecorrupt. Mwanamke ambaye yupo kwenye uwanamke wake anajifurahia kama mwanamke, anajipenda kama mwanamke, anajiamini, anajikubali kama mwanamke, hana sababu yoyote kukumbushwa kusubmit kwa mwanaume aliyemchagua ye mwenyewe kuwa mume wake. Yani hahitaji neno, you don't need a word. Au mwanaume aliyoko kwenye uwanaume wake hahitaji neno limkumbushe kumpenda mke wake. Sasa kwa sababu tupo corrupted ndani, that's why ilibidi sheria ziandikwe tuzisome, alafu usipopenda uambiwe wewe kwani upendi na tulikwambia upende. Usipotii tutakwambia wewe kwani utii. Unaona? Lakini kiukweli ni kwamba tunashindwa kupendana au kupeana utii kwa sababu sisi wenyewe ndani tumeshavurugika. Na hicho kilichotuvuruga huko ndani ndio hicho kinafanya tunashindwa kugrow ndani ya ndoa. Okay. Hicho kinachokufanya wewe ushindwe kutii kwa mmeo ndio hicho kinakuponza kwenye mambo mengine. Au hicho ambacho kinanifanya mimi nishindwe kumpenda mke wangu ndio hicho kinanifanya pia nashindwa kugrow ndani ya ndoa, kwa sababu siri ya ndoa ipo hapa. Unataka kuwa mume, penda mkeo. Unataka kuwa mke, tii mmeo. Unataka kutii mmeo, kuwa mwanamke. Unataka kumpenda mkeo, kuwa mwanaume. Kama huwezi kuwa mwanaume, huwezi kupenda. Kama huwezi kuwa mwanamke, huwezi kutii. Na kama huwezi kuwa mwanamke, everything else zilikuwa connected na mwanamke wako. You know, your blessing, baraka zako zote Sylvia, zimekuwa connected na mwanamke wako. Hata Mungu anapoongea na wewe, anaongea na wewe as a woman. Unajua hata kwenye maandiko ukijaribu kuangalia, Mungu alikuwa anaongea na wanaume tofauti na wanawake. Akienda kwa wanawake anakuwa kama anawabembeleza. Umejaa neema, umebarikiwa wewe. Lakini kwa mwanaume, Abraham, geuka, nyamaza. Kwa sababu mimi naongea na wewe kama mwanamke, you know. Kwa hiyo unapokuwa na mgogoro na personality yako as a woman, tayari umeshaanza safari ya kushindwa kufanikiwa kwenye mambo mengi sana. Sasa nikuulize tu swali Sylvia, tuna idadi kiasi gani sasa hivi kwenye jamii ya wanawake ambao wanachukia kuwa wanawake na wanatamani waamke asubuhi miraculously, yani wao sio wanawake? Na tuna idadi kubwa kiasi gani ya wanaume ambao they don't even feel proud to be men? Inawezekana idadi ni kubwa, lakini pia inawezekana mwingine asijijue kama I'm among them. Yeah. Yani anaweza kajiona kwamba okay, I'm just fine, everything is okay, lakini kumbe kiuhalisia hayuko proud. Design fulani kasa check out. Labda nikuulize swali hivi, nikisema umsaidie mwanamke au mwanaume au wote wawili, umpatie checklist ya kujicheki ikiwa yupo kwenye mwanamke wake au yupo kwenye wanaume wake, just by guessing, unadhani mwanamke utampa checklist gani? Yani vitu gani ambavyo sasa hivi mwanamke anayetuangalia anaweza akavicheki akasema kwa hivi vitu angalau inamkini na mimi ni kama mwanamke fulani ndani yangu, sio kwa umbile tunajua, dada tunajua you are a very beautiful girl. Lakini ni kitu gani ambacho unaweza ukampa kama checklist Sylvia? Hii sasa nakupa checklist sababu najua wewe ni ule mwanamke mwema wa Methali sasa. Saidie binti hapa kwamba these are the things ambazo unaweza ukazitumia kama checklist ya kusema kwamba angalau upo katika mwanamke wako. Kwanza kujikubali. Yeah. Kwa sababu kwa nje inawezekana tukaonekana tunajikubali,
lakini deep down sio wote ambao tunajikubali, na ndio maana kuna mwingine anaweza akawa hawezi kutoka bila kupaka poda. Si vibaya kupaka poda au kupaka makeup, lakini ukifika kwenye kiwango cha huwezi hata kwenda dukani until umepaka makeup, na yenyewe pia ni tatizo. Bonge la checklist. Mwingine lakini kingine naweza nikasema confidence kidogo inaendana na kujikubali. Kuna watu ambao hawana ujasiri kabisa, yani kiasi kwamba hata akikaa among the kids, mkamwambia simama asema kitu fulani, unakuta ujasiri ndani yake ana, na hasa ikitokea labda kuna kosa ambalo labda lilifanya nyuma. Let's say wakati mwingine tunafanya makosa ambayo yanaonekana kwenye public. Kuna vitu unaweza kukosea and kuna mtu akajua, lakini kuna wakati mwingine tunafanya vitu ambavyo tunakosea kwa namna ambayo jamii imejua tumekosea. Kwa hiyo huwa vina tendency ya kuondoa ujasiri ndani ya mtu. Kwa hiyo unaweza kukuta hata bwana akimwambia fanya kitu fulani, nitumikie kwa njia fulani, unakuta mtu ujasiri wa kufanya hivyo anakuwa hana. Lakini kingine nafikiri kwenye characters. Kwamba kuna mtu mwingine unakuta ni mwanamke lakini ndani yake hana zile aiba za kike. Yes. Nafikiri hata pastor amekutana nao. Aiba za kike kwa mfano haoni hata aibu kidogo. Yupo katikati ya kundi la wanaume like oya. Lakini sio tu kuna hiyo of course, lakini pia kuna vitu ambavyo ukimkutanavyo mwanamke mpaka unaweza kujiuliza, yani unaweza kukuta sio niseme overconfidence, sio niseme yani kuna namna ambavyo unakuta kama Mungu amempa nafasi ofisini ya kuwa kwenye position fulani, mpaka mnajiuliza huyu dada unaweza kukuta ni mdada lakini kila mtu anamuogopa. Hamna mtu ambaye anaweza akawa na ujasiri wa kuconverse. Hiyo kutaka watu wakuogope pia. Bonge la checklist hiyo. Na wakati mwingine mtu anafanya hivyo kwa sababu kiuhalisia deep down inawezekana hajiamini. Kwa sababu mimi naamini kwa kitu ambacho ninaamini position ya kwangu na nina manage. Na hasa nafikiri pale ambapo unakuta wakati mwingine ana lead wanaume, yani ile kujionyesha kwamba mimi ni boss, ninawamudu and all that. Kwa hiyo mimi naamini kama ni nafasi umepewa na unajiamini kwamba nina qualify kwa hii position, naamini kuna namna hautatumia nguvu kubwa kutaka kujitambulisha, au kuna ile mtu akikaa lazima ajitambulishe mimi ni fulani. Kwa hiyo mimi naamini mtu ukiwa umejitosheleza ndani na unajiamini kwa nafasi yako, kuna vitu havitakuogopesha. Au kuna vitu hautapambana navyo. Unakuta wakati mwingine mtu unapambana labda like unaogopa mtu mwingine kufanikiwa zaidi yako. Lakini mimi naamini wewe umejitosheleza na una uhakika na kule Mungu amekukupeleka, mafanikio mwingine hayatakusumbua. Wadada mchukue checklist hiyo hapa. Anatupa nondo ile wenzako akifanikiwa unapata shida. Mwingine unapata shida. Hata mtu akitaka umsaidie na possibly uko kwenye nafasi ya kumsaidia, utakuta mtu hayuko tayari kukusaidia. Hata wakati mwingine anaweza kujitahidi kukupotosha ili mradi tu kuna mahali. Na kuna wale wadada wengine ngumi mkononi, yani kwamba rusha na rusha, hiyo vipi? Kwa kweli hiyo ni changamoto, lakini mimi nafikiri kitu kingine kinachotufikisha hapa au kilichotupeleka hapa, kwa sababu malezi ni mchakato wa kumtengenezea mtu kesho yake. Sasa wakati mwingine tunakuwa Biblia inasema msingi ukiharibika mwenye haki anafanya nini? Kuna wakati mwingine ule msingi wa malezi tuliopata huko chini kuna namna tuharibu, na sio wote tunapata nafasi ya kujua kwamba kuna mahali ambapo hapako sawa, ninahitaji kutengeneza, au kuna mahali ninahitaji kwenda kumuona mtaalamu ili anishauri. Kwa unakuta wengine vile vitu tulikuwa navyo huko chini, labda wengine tulitoka tuna trauma, tuna hiki tunaendelea kupanda navyo na kuendelea kukua navyo. Kwa hiyo taratibu vinatutoa kwenye zile personality zetu. Sawa, mimi kabla sijasema checklist ambayo mwanaume anatakiwa kuwa nayo ili kwamba ajicheki kama yeye ni kidume vizuri au nini, naomba nikuulize swali kwa niaba ya watazamaji. Utupe siri ya mafanikio yako wewe. Nini kimeweza kukusaidia wewe kwenye ndoa yako? Utawaambia watazamaji ndoa yako ni ya muda kiasi gani. Nini kimekuwa ni siri ya mafanikio yako kwenye ndoa yako? Kwa sababu unajua, jamani niwakumbushe, Sylvia ameandika kitabu kinaitwa Ndoa Bila Maumivu. Unajua mtu akiandika kitabu cha ndoa bila maumivu, kama lina huyo mtu, yani huyo mtu ni balaa. That was one book ambayo kiukweli ina show confidence kubwa sana.
nini kimekuwa ni siri ya mafanikio yako kwenye swala zima la kukua wewe binafsi ndani ya ndoa na mme wako kukua? Angalau nimepata nafasi ya kuona naye once, I can tell he's evolving, anakuwa kivyake, unakuwa kivyake, mnakuwa kwa pamoja. Nini imekuwa siri ya mafanikio yako au mafanikio yenu wewe na mwenzi wako? Just to share a little secret for them. Kwanza naweza nikasema ni neema. Kuna namna neema ya Mungu imetusaidia sana kwamba neema sisi wengine tunayo. Haya, sawa. Kwanza niweke hilo wazi ya kwamba kuna namna Mungu ametusaidia sana, lakini all in all naweza nikasema kwanza kila mtu kuitambua nafasi yake. Mimi kuitambua nafasi yangu kama mke na yeye kuitambua nafasi yake kama mume. Kwa kila mtu ameweza kukaa kwenye line yake. That is number one. Lakini pia kitu kingine ambacho kimetusaidia it's communication. We communicate a lot. Yani sisi tunaongea na kushirikishana almost kila ambacho tunakifanya. Kwamba kwa tunatembea katika safari moja. Yani kwamba knowing kwamba let's say labda mwaka huu umeanza kwamba this is our plan. Tuna plan ya kufanya hiki na hiki na hiki. Lakini pia mimi kuna vitu ambavyo nina plan pia kuvifanya kama hivi labda issue zangu ambazo zinahusiana na mambo ya huduma na nini. Kwa hiyo mume wangu hayuko kwenye mambo ya huduma as in person, lakini behind the scene naweza nikasema is my number one supporter. Ni mtu ambaye amekuwa akinisupport sana. Lakini hii yote inakuja kwa sababu na mimi pia nina support vya kwake ambavyo anavifanya in person. Lakini pia as I said before kwamba we communicate a lot. Yani sio mtu ambaye nitamka tu hiki nataka kwenda kufanya kitu hiki. Ni kitu ambacho tutashirikishana kwamba tuna hiki cha kufanya, tutakifanya kwa namna hii. Lakini pia Mungu ametusaidia, kuna namna kila mmoja anafurahia mafanikio ya mwenzake au kukua kwa mwenzake. Kwa hiyo tumekuwa ni watu ambao tukifurahiana na kutamani kuona kila mmoja anakuwa, kila mmoja anaongezeka. Hamna mmoja anayetishwa na mafanikio ya mwingine. Hapana. Yes. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana kwenye vitu vingi sana na nafikiri hiyo imekuwa ikitusaidia na kufanya vitu vingi kwa pamoja. Okay, bado kuna kitu ambacho bado nataka utusaidie. Mawasiliano yanasababishwa na mazingira ambayo ni salama. Yani unajua hauwezi ukawasiliana na mtu ambaye una uhakika kwamba au huna uhakika atakipokeaje kitu unachomwambia au ataitikiaje kwenye kitu unachomwambia. Kwa mimi binafsi naamini ya kwamba before communication there is a safe ile safe zone. Lazima itengeneze that feeling ya kwamba I'm safe to communicate, I'm safe to make a joke, I'm safe, nipo salama kushare siri zangu, kushare mipango yangu, kuongea upuuzi wangu wakati mwingine inawezekana kawa ni upuuzi kwa sababu ndoto zangu mimi zinawezekana zikawa ni upuuzi kwako, si ndio? Umewezaje kutengeneza mazingira salama? Kwa sababu mume wako hayupo hapo, so hatuna hiyo luxury ya kumuuliza. Wewe hapo umewezaje kutengeneza mazingira salama ya kumfanya mume wako awe na uwezo wa pick the phone like au aweze kuongea chochote kile kinachohusiana na yeye kama yeye? How do you do that? The miracle, yani miujiza gani yani umefanya? Mimi nafikiri just having I can say some positive energy or kuwa positive kwa kila mmoja. Yani kwa mfano mimi naweza nikawa na wazo kwake, si ndio? Inawezekana kama unavyosema vitu vyangu vingine kwake vinaweza visiwe na maana sana, lakini kumpa mtu sikio la kusikiliza, hilo ni jambo muhimu sana. Kwamba hata kama kuna namna ambayo unaona hichi kitu labda kuna namna kwako make sense, kuna namna pia kuzungumza na mtu. Kwa hiyo hata kama mtu hana uhakika sana kama utalipokea wazo lake, but definitely atakuwa yuko comfortable kukuletea wazo lake. Kwa sababu anajua hata kama utalipinga clash, kwa hiyo nafikiri ni muhimu kujipa muda wa kusikilizana. Unajua wakati mwingine hata mtu akiwa anapitia changamoto anaweza akaja kwako sio kwa sababu anahitaji umpe solution, ila anahitaji tu umpe sikio, umsikilize. Aseme anachokipitia, umsikilize. Mwingine akishamaliza kuzungumza tayari ameshapata relief. Lakini nafikiri wakati mwingine tunakosa kupeana hizo nafasi. Au unakuta kuna wale watu ambao huwa wanapinga wenzao wanachokisema. Yaani idea yote ambayo atakayokuja nayo hampi sikio la kumsikiliza, hata kabla hajakipima kwake tayari ni no. Ukishakuwa unampinga mtu every time, hakuna namna atakuwa na ujasiri wa kukujia. Kwa wakati mwingine akiwa na wazo
atalimeza. Kwa nini? Kwa sababu anajua nikileta kwako utalipinga. Ladies and gentlemen, taka kukua kwenye ndoa, menta wako huyo hapa. Kwa sababu niliahidi kwamba nitarudi kwa ajili ya kuangalau kutoa na mimi list kabla hatujamalizia. Najua swali unawezekana ukawa nalo bado na kuniuliza, lakini mwanaume anawezaje kujicheki kwamba hapa nipo kwenye wanaume wangu? Cha kwanza, na mimi ni kama alivyosema Sylvia, ujiamini wewe mwenyewe, ujikubali. Yani usiwe na mashaka dhidi yako wewe mwenyewe. Usihitaji dunia ikusaidie kukukumbusha na kukuhamasisha ya kwamba you are a man, whether una hela huna hela, umeamka vizuri nini. Kuna mwanamke amekwambia kwamba sura kama kitenesi, at the end of the day you believe kwamba you know what, mimi natosha na mimi ni mwanaume. That's number one. Number two, kiashiria pia cha kujipima kwamba ni mwanaume ni uwezo wako wa kutoa kuliko kutamani kupokea. Kiu yako ya kutoa iwe kubwa zaidi. Nazungumzia kutoa pesa, kutoa mawazo, kutoa ushauri, kuombea watu, kuatia watu moyo. Yani whatever in this world as a man, pima kama kiu yako ya kupokea ni kubwa zaidi. Hata mbele za Mungu, yani ukienda mbele za Mungu you are like, God give me this, napokea. Hiyo mimi na uhakika wanawake ni haki yao. Yani ile maombi ya kupokea ni haki kabisa kwa wanawake. Ila kwa mwanaume mimi yani akaenda kwa Mungu, Baba nakusubiri, nahitaji kupokea muujiza. Kuna wakati hata Mungu mwenyewe huwa anasema, lakini mimi unajua wakati mwingine huwa nawaza eti Sylvia. Au labda ndio maana wanaume siku hizi makanisani sio wengi sana. Unajua siku hizi makanisa mengi wanayo maombi, pokea. Naturally we men are not to receive. Wanaume huwa wanaendaga na hoja kwa Mungu, kwamba Mungu sikiliza, ukinifanyia hivi mimi nitafanya hivi. Unajua yani kuna kitu fulani nakupa afu kwa hiyo jipime pia kama mwanaume kiu yako ipi ni kubwa, ya kutoa au ya kupokea. Kama kiu yako ya kupokea ni kubwa zaidi, hiyo ni dalili ya kwamba tayari kuna shida. Lakini cha tatu, jipime, unatamani zaidi kupendwa au kuheshimiwa. Mwanaume kwa kawaida hajawa design kupendwa. We command respect. Sisi tunatakiwa kuheshimiwa, sio kupendwa. Kwa hiyo ukianza kuona na wewe unalia, unamwambia mwanamke, you don't love me that much, yani kuna namna si feel, yani you don't know how to love me the way I want. Hapo tayari kuna balaa hapo inaendelea kuja, vitu kama hivyo. Lakini pia cha mwisho naweza kusema ni ile fahari ya kumiliki familia, territory, fahari ya kumiliki. Unajua kuwa wanaume pia unaendana na kumiliki, yani uwe na kitu na kamiliki, yani una mke na watoto na kafamilia hapo na watu wengine, ndio mwamba. Unaona ni mwanaume unaogopa miliki familia, nayo pia ni changamoto kidogo. Okay. So those are just some few, sio vyote, lakini angalau those are some few things ambazo unaweza ukajipima kama mwanaume. Na hivyo vinaweza vya kufanya kwamba popote unapokuwa unaweza ukaleta impact, uka-influence watu, uka-lead watu, ukaaminika na watu, kwa sababu you're not there because you need something, you are there because you can give something. Then hayo ni kwa leo. Okay. Nashukuru sana. Ila kwa kumalizia kabisa, yamkini kuna watazamaji ambao wanatutazama hawajaingia kwenye ndoa, wanatarajia kuingia kwenye ndoa, au yamkini tayari wako kwenye ndoa lakini is early marriages, na wamekusikiliza, wametambua kwamba tayari wameshajipata au tayari wameshajijua wao ni nani na wanataka nini, na kama ni mwanamke yuko katika mwanamke wake, na kama ni mwanaume yuko katika wanaume wake. Ni vitu gani ambavyo wewe unaweza kuwashauri ambavyo vinaweza kuwasaidia wao, pamoja na kukuza pamoja taasisi ya ndoa, lakini pia wakaweza kuwa na ukuaji binafsi ndani ya hiyo ndoa? Okay. Jambo la kwanza nachoweza kushauri ni kwamba peaneni nafasi. Peaneni nafasi ya kukua kwa kudhamilia. Okay. Yani hii haitokei bahati mbaya. Inabidi upeane nafasi ya kukua. Kwa maana ya kwamba unapomwona mwenzako ana make a significant move, yaendea kitu fulani, hata kama huwezi kukisupport, at least usije uka comment in a negative way. All right, you can just shut up. Okay? Lakini
usijaribu kuinterfere unapoona mwenzako anachukua hatua ya imani kukiendea kitu fulani fulani, hata kama ukielewi. Kwa sababu shida inakuwaga hapo pia, tukiingia kwenye ndoa tunadhani lazima nimuelewe mke wangu, lazima nielewe ndoto za mume wangu. It is not true. Kama ambavyo waja wengine mtaani wanaweza wasituelewe, hata wenzi wetu pia wanaweza wasituelewe. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tengenezeni emotional boundaries, mipaka ya kihisia. Napozungumzia mipaka ya kihisia ni ile hali ya wewe kuwa na uwezo wa kuto kukwazika na matukio ya mwenzi wako, alright? Na kujitahidi kuto kumuingilia katika mambo ambayo hajakupa ruhusa ya kuyaingilia. Like how? That's very tough. Tuna tabia na madhaifu ambayo tunawakuta nayo watu tunaowaita wenzi wetu. Hizo tabia na madhaifu zikiweza kupenya kwenye hisia zako na kukudisturb, maanake emotional boundaries zako zimevunjika. Ukuta wako au mpaka wako wa kihisia umeingiliwa. Na ukishaingiliwa kwenye ukuta wako wa kihisia, maanake umeshakuwa vulnerable. Okay? Kwa hiyo nimesema cha kwanza, tengeneza emotional boundaries, kwamba hata kama ana tabia chafu, mbaya, ngumu ambazo huzipendi, hukubaliani nazo, lakini protect your inner peace. Tunza amani yako, kwa sababu kuvurugika na kuchanganyikiwa na kuumizwa hakutasolve tatizo, kwa sababu uliye naye ndivyo alivyo. Nadhani watu wanadhani kwamba mara nyingi ukichanganyikiwa, ukakalipia, ukalalamika, ukanungunika, ukalia, ukawa na hasira, maybe utakuwa una send a message kwa yule mtu ili abadilike, which is not true. Hawezi kubadilika kwa hasira zako na kuvurugika kwako. Kwa hiyo maintain your inner peace, ili kwamba usije ukajikuta yeye ni mgonjwa na wewe ukawa mgonjwa kwa sababu yeye ni mgonjwa. Okay? Lakini cha pili nimesema usijaribu kuvuka mpaka wake wa mambo ambayo hajakupa ruhusa ya kuyaingilia. Kwa sababu unajua kwenye kuna tofauti kati ya secret na privacy. Sawa? Kuna mambo ambayo ni privacy, yani ni faraga yangu, hata ndani ya ndoa. Kuna mambo ambayo ni faraga, sijakupa ruhusa ya kuyaingia, usiyaingie. Na hii ni kwa faida yako wewe usioyaingilia. Kwa nini? Kuna mambo mwingine mwenzi wako anaweza akazuia usiyajue, kwa sababu anajua ukiyajua wewe utakwama, huta develop, hutakuwa, utastuck mahali. Kwa hiyo anaweza akakuficha na akazuia usiyajue, au akataka usiyajue kwa sababu anakulinda wewe, kwa maana mambo mimi siwezi kubadilika, lakini sasa wewe mambo haya usiyajue, haya kuhusu wewe. Kwa hiyo jaribu kuangalia mambo ambayo mwenzi wako anajitahidi kukunyima access ya kuingia katika hayo. Please, usitumie nguvu kubwa. Hata kama Roho Mtakatifu, kuna wale yani roho Bwana akanisukuma, akaniambia kama sijakuruhusu, please usiingie, kwa sababu ukiingia bila ruhusa yangu, hata kama ni katika Roho Mtakatifu, mimi nitakuwa sina maelezo ya kukuelezea kuhusiana na hiko, kwa sababu sikuplan wewe uyajue. Kwa hiyo usitumie nguvu kubwa sana kujipa umuhimu kwenye mambo ambayo hujapewa umuhimu, hata kama ni mwenzi wako, ili utunze nguvu zako kufanya mambo yako yataka kufanya ufanyaje, ukue. Sylvia, idadi kubwa sana ya watu sasa hivi kwenye ndoa wanadumaa, wanashindwa kukua kwa sababu wana heka nyingi sana za kufuatilia mambo ya wenzi wao. Kafanya hivi, kaniambia hivi, mbona yupo hivi, mbona yupo kimya, mbona haongei, mbona yupo cold, mbona siku hizi afanya hivi. Asa mimi nipo kimya, sasa mimi si mtu mzima jamani. Kama nina jambo linanisumbua, ndio nitakwambia. Kama sijakwambia, maintain your inner peace. Atakwambia kwa sababu ni mtu mzima. Lakini ukianza mbona yupo hivi, mbona hivi, mbona kachelewa, mbona siku hizi, mbona kafanyaje. Sasa kama ni mwili mmoja, alipaswa yeye mwenzako huyo akupe access ya kuyajua. Wewe unasema ni mwili mmoja, mwenzako hajui kama ni mwili mmoja. Wewe unalazimisha mwe mwili mmoja, wewe unalazimisha mimi sitaki sasa tuwe mwili mmoja. You see? Hapa ni katika kuwasaidia watu ili wasipoteze muda mrefu sana, kwa sababu wako wanaonisikiliza hapa wana ndoa ya miaka 20-30. Ninachokiongea wanatamani wangekisikia wakiwa na miaka 2.
Kwa sababu wanakuja kugundua kwamba baada ya hekaheka ya miaka 15 20 hawakuachivu chochote cha maana zaidi ya kutengeneza chuki na hasira na migogoro isiyo ya msingi, kwa sababu walikuwa wameamua kujiingiza kubeba mambo ambayo wenzi wao walikuwa hawako tayari kuwa expose katika hayo. Tukubaliane ya kwamba pamoja na kwamba tumekuja pamoja kama wanandoa, tuna faragha zetu. Nikikuamini nitakuingiza ndani zaidi. Kama sikuamini, you can still be my partner, lakini katika eneo fulani lingine like, yeah, sindio? Kuna watu wengine, mume wangu anishirikishi mambo yake ya fedha. Si za kwake. Ni za kwake. At least akikuangalia kichwa chako anakiona hiki kichwa nikikiambia hiki tutashindwana. Kwa hiyo anaona bora akae kimya. Pengine aliwahi kukuambia, baada ya hapo ukazua balaa, naomba hiki naomba kile, akaona hii. Sasa hii ni pesa zake. Kwa hiyo usilazimishe, kwa as long anatekeleza yale majukumu ya lazima ya kwake kama baba au kama mama, that's enough. Otherwise, ukitaka kutumia nguvu kubwa kuvunja ukuta ambao mwenzako ameutengeneza, unavunja faragha, na hakuna binadamu yoyote atakuacha salama ukivunja faragha yake. Of course, wakati bila hata hii mijadala ya simu ya mme, simu ya mke, huwa naambia, you know what, at the end of the day, ukishaona mwenzi wako kaweka password, yani ukiona kaweka password na wewe hajakwambia, hiyo inatosha kabisa kukwambia achana na hiyo habari. Sasa unajua tunajilinda. Wewe, kwani umeolewa na mwenda wazimu? Hiyo yenyewe kuweka tu password yamkini ndo anakulinda. Yani ndo ulinzi wenyewe, ni sehemu ya ulinzi. Anataka ajue. Sasa kutaka kujua mambo ambayo mimi sitaki ujue, ndo unajitesa wewe mwenyewe. Umenielewa? Yes, inawezekana mimi kweli na hiyo interest kwamba angalau nijue nini kinaendelea kule ndani. Lakini let me tell you something. Binadamu every time utakapojitahidi kupenetrate kwenye ukuta wa kitu alichokuzuia kuingia, atabuni mbinu zingine za kuficha. So unaweza ukazani unataka kumsaidia ule mtu, lakini ukamfanya akawa mbaya zaidi. Aliweka password kwa sababu alikuwa na vitu vyake amevitunza humu ndani, usivione. Ukianza kulazimia kuingia, atakuwa anavifuta. Sasa that is even worse. Is even worse. Hausaidii kitu chochote. You see? Kwa hiyo hebu tunza nguvu zako kwa ajili ya mambo yako ya msingi. Turudi nyumbani, tushirikishane mambo mazuri ambayo Mungu anatusaidia kwenye kukua kwetu. Nyumbani isiwe sehemu ya vikao vya mambo yanayotokea. Vikao vya nidhamu. Kwa mwisho wa siku, I want to talk to you. Today is today. Inakuwa haina afya sana. Na huu ni ukweli mchungu pia, Sylvia. Unajua sasa hivi nyumbani imekuwa kama kaeneo fulani hivi cha kwamba na kusubiri nyumbani. You know, it's crazy. Sasa hivi wanaume wengi akitoka ofisini anaanza kuwaza nipite baa gani sasa hivi, nipite baa gani sasa hivi, nipite baa gani. Kwa sababu anaogopa, anaona bora nirudi saa 5 yule mtu atakuwa amelala. Wapo wanawake pia wanakimbia nyumba zao. Kwa nini? Unakuta wanapishana tu, huyu akiingia yupo sebuleni, yupo chumbani. Akienda sebuleni anakuja chumbani. Sasa ukishafika hapo, maana you cannot communicate, you cannot share. Lakini kiukweli si kwa sababu tuna madhaifu na tabia mbaya. Kinacholeta shida ni the fact ya kwamba tunaingiliana sana kwenye mambo ambayo hatujapeana ruhusa ya kuingiliana. That's the only reason kwa nini watu inafika wakati tunaanza kuona ndoa ni kama a hostile place. Na nafikiri pia Pastor, changamoto nyingine inakuwa the foundation stage. Inasema kile kipindi ndo kipindi cha kutengeneza mambo au cha kutengeneza vitu, namna ambavyo mnataka mje muishi mbele. Sasa unakuta pale mlipoanza mwanzoni, labda wewe unajaribu kumuonyesha hela ya kwangu ni ya kwangu na ya kwako ni ya kwako. Kwa mwenzako aka-adapt to that. So after 10 years unapotaka kumu-adjust, wakati mwenzako alishatoka na kile cha kwanza, wakati mwingine inakuwa ngumu. Kwa hiyo I guess watu wengi wao wanasahau tulipotoka. Sometimes unaweza kuwa na hiyo history ambayo inatu control pia na inatulazimisha, lakini sasa huwa hatukubali kwamba pengine kuna makosa tuliyoyafanya huko nyuma. Tukubali jamani, kuna mambo ambayo tulikosea. Na tukikubali itatusaidia kuweza kutengeneza au hata kuelimisha wengine, ili at least basi wao waweze kupita kwenye njia sahihi. Pastor, nipende kukushukuru sana kwa ajili ya wakati wako. Naamini tumebarikiwa, lakini pia ninaamini tumejifunza. Basi nikuombe ndugu mtazamaji, tukutane tena kwenye kipindi ambacho kitafuata.